Mambo vipi mfuatiliaji wa Muyombo TV, na leo tunakuletea exclusive interview kutokea hapa Mbeya, na tumepata nafasi ya kukutana na Bless Kinyambe, mmoja ya waigizaji wanaofanya poa sana kwa hapa Mbeya, na amechukua tuzo ya mwigizaji bora Mbeya kwenye tuzo za Best Finest Awards. Na kwa kuwa yupo hapa, tutapata nafasi ya kujua mambo mawili matatu kutoka kwake. Kwanza ufanyaji wake wa kazi, lakini pia ndoa yake na matumaini, moja kati ya jambo ambalo lilikuwa limechukua sura kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, na baadaye hatuwaoni ikiwa wana roll pamoja. Basi ikiwa ni mara yako kwanza kutembelea kwenye YouTube channel yetu, tafadhali usisahau kubofya alama ya subscribe na ku-turn on post notification ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu kila mara tunapoweka kupitia channel yetu ya YouTube. Bless, mambo vipi? Poa, na waje? Shwari kabisa bwana. Mambo yanaendaje? Fresh. Safi sana bwana. Tunashukuru kupata nafasi ya kupiga story na wewe. Mara nyingi si rahisi kupata nafasi ya kukutana na vitu kama hivyo, lakini tunashukuru kwa time yako. Bwana, mimi nashukuru bwana, karibu sana. Asante sana. So bwana Bless Kinyambe, jina Bless Kinyambe ni jina ambalo tu tunajaribu inatusaidia kupata chochote, sivyo? Yeah, unajua hiyo ni brand, lakini Kinyambe ni branding. Yeah, okay, safi sana. Na kwanza tuanzie hapa. Ni jambo gani linalokuja akilini mwako hasa unapofikiri jina la neno Kinyambe? Unapofikiri jina Kinyambe, ni kitu gani kinakuja akilini mwako mara moja? Mimi nikisikia jina Kinyambe, basi moja kwa moja namkumbuka Ben, rafiki yangu kipenzi ambaye sasa hivi hayupo duniani tena. Unajua katika maisha kila mtu kuna kitu ambacho anakikumbuka. Ndio maana kuna sikukuu ya kilele cha kuadhimisha kuhusu maadhimisho ya baba wa taifa, si ukumbuka nini, maadhimisho kama yanaonekana, si ndio? Hata mimi nikisikia neno Kinyambe huwa nakumbuka sana James Petro Msemo maarufu kama Kinyambe. Alikuwa ni mwigizaji wa vichekesho, na alikuwa ni msanii ambaye anatoka Mbeya, lakini alikuwa anawakilisha nini Tanzania yote. Safi sana, asante sana. Na hapo Bless, maneno mengi, kulikuwa na maneno mengi sana baada tu ya wewe kutokea, baada ya Bless Kinyambe, na watu wakasema sasa huyu Bless amekosa creativity ama ubunifu. Na haya maneno nadhani walikufikia. Unajua maneno siku zote, maneno yapo. Waswahili wengi wanasema kwamba debe tupu aliacha kupiga kelele. Alafu katika maisha siku zote kuna kelele nyingi, lakini inabidi uchague ni aina gani za kelele za kuzisikiliza. Mimi katika maisha yangu naamini kitu kimoja, kwamba unapokuwa katika safari ya mafanikio, sio kila mbu anayebweka uchukue jiwe mtupie. Unaweza kuchelewa kufika safari yako. Mimi naona mambo ya kawaida sana. Maneno yalikuwa kutoka zamani. Umeona? Kwa mimi naona jambo la kawaida sana, kwa sababu hayanizuru, hayanipi homa, hayanipi shida yoyote. Maneno tu. Binadamu tuliumbiwa. Labda mtu akishakufa ndo anacho kusema. Hata marehemu pia wanasemwa. Kwa hiyo si mtu anamsema aliyekufa. Yes, sahihi kabisa. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine haya maneno Bless yalikuwa hayakukati. Mimi hata sasa hivi naruhusu aendelee kuongea, kwa sababu kuna watu wengine pia wanifahamu Bless ni nani. Kadri wanavyozidi kuniongelea ndivyo kuna watu wanatamani kunijua Bless ni nani. Kwa mimi nawakaribisha sana maadui nipate changamoto ya mafanikio. Safi sana. Na hapo tayari bwana Bless tumeshazungumzia changamoto ambazo umezipitia, lakini licha ya changamoto hizi zote umeshinda tuzo ya Mbeya Finest Awards kwa mwaka 2020 kama msanii, kama mwigizaji bora. Kashili, Bless Kinyambe, Kushki, Ojita Mineka, and Patrick Bansa. Ladies and gentlemen, and the winner is Bless Kinyambe. Bless Kinyambe. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything. Hii ina maana gani kwako? Unajua tuzo ni kitu ambacho kinanifanya nionekane mbele za watu kwamba ninachofanya ni bora. Unaona? Haina maana kwamba mimi nafanya vizuri kuliko wengine, ile inaonekana kwamba mimi ninachofanya ni bora zaidi kinaonekana. Sio, unaelewa sinachomaanisha? Kwamba kila mtu anafanya, lakini kuna kufanya masiara, kuna kufanya kazi kweli. Unajua mpaka hapa nina tuzo ya Mbeya Finest Award 2020 ndio mshindi Mbeya,
mimi mwenyewe. Pia nina tuzo hii ya heshima kutoka Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya, nilipewa na kiongozi anaitwa Ali Chalo kutoka Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya. Pia hii tuzo ina thamani ya milioni 3.5 nadhani. Hii tuzo ilitolewa hela cash, nilipewa katika ukumbi wa Royal Tugimbe. Nakumbuka nilipewa hii tuzo mbele ya wasanii wakubwa watatu wakiwa nashuhudia. Msanii wa kwanza Madebe Ridai, msanii wa pili Mzee Jengua ambaye ni marehemu, watatu Matumaini. Ndio nilipewa hii tuzo siku hiyo. Safi sana, hongera sana. Hii inaonyesha jinsi gani Mbeya tuko vizuri, na kwa kweli shukrani sana Brace na hongera sana. Nashukuru sana. Nilikuwa sijaelezea tuzo ya pili. Okay. Hii tuzo ya pili Mbeya Finest Award imenipa heshima sana. Imenipa heshima kubwa, pia imenijengea maadui wengi sana. Unajua Mbeya watu wanaaswa kwenye game na wanapambana kweli kweli. Katika watu 250 nikaibuka kuwa mshindi. Aisee, hongera sana Mbeya Finest Award. Aisee, hongera sana. Hao ni Mbeya Finest Awards. Hizi ni tuzo ambazo Brace amezichukua na kwa kweli hii kama alivyoeleza ina maana kubwa sana kwake. Shukrani sana Brace. Bwana, mimi nashukuru sana, pia nataka pia niwapongeze pia kwa sababu waandishi wa habari bila nyie sisi wasanii hatuonekani. Tunawashukuru, tunawapenda, tunawakubali. Msikate tamaa, japo mnakutana changamoto kubwa kutoka wasanii kulingana na majibu mabaya, kauli, ugomvi, lakini naomba mvumilie na muendelee kutembelea kwa sababu nyie sio kitu. Unaona? Msichoke. Unaona? Kwa sababu nyie watangazaji mnakuwa mnafanya wasanii tuonekane kitu gani tunafanya. Pia mnafanya kutupromote kwa watu wanatujua na wanatuona. Nafikiri Muyombo TV kutoka Mbeya ni chaguo la watu, litawafanya wasanii wengi waonekane. Watu watafanya vitu vyao, watawaeleza hisia zao, wataeleza vitu vyao walivyonavyo. Mimi naomba msikate tamaa. Mimi nawapendeni sana pia watazamaji Muyombo TV. Sasa okay, mwaka uliopita 2020 ilikuwa ni 2019 mwezi wa 11 ulifanya uzinduzi wa album ni movie, ni filamu yako inaitwa Juju. Na hii filamu ilifika mbali na ilifanyiwa promo kubwa sana na wakina Eliki na watu wengine Sholo Lapa. Yeah, waigizaji wakubwa pia walikuja hapa Mbeya. Na hii ina manufaa yoyote hii ya kuwaita hii Juju? Ina kitu chochote? Unajua siku zote huwezi kufanya kitu ambacho hakina faida. Unajua? Yaani Juju ni filamu ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Sababu Juju ukizungumzia neno Juju, kila mtu anakuwa anajua. Juju, nimepigwa Juju, ampigwa Juju, utazungumzia masuala ya kuroga, mambo ya uchawi. Unaona? Kwa hiyo ni filamu ambayo ilikuwa inaelimisha. Tukakumbuka kwamba hata picha ya Saladini walimweka Eliki, alifanya vizuri. Kwa hiyo nikamchukua Eliki nimemweka kwenye picha yangu. Pia kuna mwanadada mchekeshaji anaitwa Matumaini, nikamweka mwandani kwa sababu ni mwanadada ambaye anafanya vizuri katika industry ya vichekesho, nikamweka katika picha. Kwa hiyo ni picha ambayo kwanza imeandaliwa vizuri kiumakini na madirector wazuri walifanya hiyo picha na tumeshoot vizuri, tumefanya kazi wasanii kubwa na ni kazi ambayo tuliona kwa ukubwa wa mbali kama tuite wasanii pia kwa ajili ya wale ambao walikuwa wanaingia katika ukumbi katika uzinduzi wasipate kuboreka, unaona, wana furaha. Kwa hiyo tukaleta wasanii wengi kwa ajili kwamba nataka kilipa pesa yake asijutie. Kwa hiyo ni filamu ambayo nadhani kwa makadirio ya Karaka iliingiza milioni 25. Si safi sana. Na kumbe imekuwa na matokeo makubwa sana. Na hapo umemzungumzia una mpango kwanza wa kufanya hivyo tena kwa mwaka 2021 ama ndio basi tayari tumeridhika hatutakuwa na uzinduzi wowote mwaka huu? Kuna kitu kipya tutegemea mwaka huu? Mwaka huu tuna vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza tunaandaa filamu 10. Hivi ninavyoongea tuko location, tunaandaa filamu kubwa ambayo kuna filamu ya kwanza inaitwa Rupia, pesa za Kijerumani ambazo zinasadikana na mambo ya kishirikina yanahusishwa. Afia tuna picha ambazo zina majina mengi, picha nyingi sana. Sasa kuzungumzia sasa hivi wengi tutaziona. Movie hizo zitazinduliwa kwa pamoja. Zitazinduliwa kwa pamoja hapa Mbeya. Pia ni filamu ambazo tutazipeka Azam na Star Times. Imekuwa ni filamu ambazo mwaka huu tuna tukio kubwa sana 2021 kwa sababu tumejipanga, tuko vizuri na tunaamini kabisa tunachokitengeneza kitakuwa ni bora, yani kuliko vile wanavyofikiria watu wengi. Sawa, kabla hatujaenda kwenye swali la mwisho kwanza ambao ni watu wengi wanataka kujua hasa kuhusu ndoa yako na Matumaini. Kabla hatujaenda hapo, na umeshazungumzia plani zako za kuachia tena filamu na tutegemea wasanii wakubwa wataingia kwenye hiyo filamu? Wasanii wakubwa mimi ni kawaida kuwaweka katika filamu zangu kwa sababu ninapokuwa naonyesha uwezo wangu pia kuna uwezo wa mtu mwingine pia nao. Unaona? Kwa mfano filamu tuifanye inaitwa Kosa la Marehemu, nimemweka mle Mzee Jengua ambaye ni marehemu sasa hivi
Pia nimemweka Madebe Dai na Bi Mswahili amecheza huko. Tumecheza filamu ya Wewe Pekee, tumecheza wenyewe. Hii filamu ya sasa hivi tuna mpango wa kumweka Wema Sepetu na Gabo katika hii filamu ambayo tunaenda kufanya sasa hivi. Na huo ndio mpango wetu. Safi sana. Hiyo imekaa poa sana. Na hapa bwana Brace umezungumzia uzinduzi wa filamu ambayo unapanga kuziachia, filamu karibu 10 ambazo unapanga kuziachia kwa mwaka 2021. Na mwanzo umemention matumaini. Mna chemistry na mpo karibu sana. Na hapo karibuni kulikuwa na kwenye mitandao ya kijamii ndoa yenu ilikuwa ni gumzo sana kwenye mitandao. Tunamshukuru Mungu kwa kufanikisha zoezi letu. Hatuwaoni sasa hivi mkiwa mna roll pamoja. Mpo pamoja ama ilikuwa ni kiki tu za kwenye mitandao? Hii imekaa vipi? Unajua mimi wasifanye kiki. Yaani mimi sio mtu wa kiki au sio mtu wa show off. Ukiona kitu kwenye mtandao ujue kina ukweli au hakina ukweli. Zile ni picha ambazo zilivuja katika masuala ya location wakati tunafanya filamu. Filamu ilitokosa marehemu. Hivyo unavyomwona na Shera ndivyo alipocheza. Na mimi nikiwa na suit ndivyo nilipocheza. Zile ni picha tu kama picha. Lakini kwenye maisha halisia mimi Matumaini ni dada yangu. Na mimi ni kaka yake. Tunashinda naye, tunapiga story. Muda wote tupo naye. Yaani kwamba hata leo yani anakuja, naenda kwake Mbezi Goba, tunakaa, tunaongea. Ni mambo ya kibiashara, kwanza pia ni ndugu yangu kwa sababu ni Wanyakyusa home Mbeya. Umeona, kwa hiyo zile ni picha. Kama picha tu ambao mara nyingi tukiwa location. Mara nyingi tukiwa location wasanii tunakataza kupigana picha hizi. Kwa sababu kila mtu mwingine matumizi ya simu hajui. Anapata picha tu, anaipost bila kujua italeta picha gani kwenye jamii. Ndio aliyotokea. Kwa hiyo picha zilisambaa na ilikuwa ni ngumu sana kuaminisha watu kwa sababu waliona kama wasanii sasa hivi ni maigizo. Mwisho wa siku nakuja nifunge ndoa kweli na mtu ajue ni maigizo yale. Kwa hiyo ndani waambie tu watu wanaonitazama kwamba ile ilikuwa sio ndoa na wala sijamoa wala haihusiani yoyote na matukio ya maisha yangu halisi. Sawa, lakini ni kama mliweka kwa sababu kwenye ile clip kuna moja unazungumza unasema hapa ilikuwa ni kama ndoto lakini tupo pamoja. Lakini okay ni sawa kwa sababu umeliweka sana. Sasa hilo neno lazima liongeleke kwa sababu tunachoigiza sisi ni maisha halisi ambayo watu wanaishi. Kwa mimi kusema wewe tunashukuru Mwenyezi Mungu, naweza kusikia neno kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutimiza hichi kitu. Hizo ni script ambazo script writer anakuwa ameandika. Ni moja kati ya script ambazo sisi tulizipenda na tukaamua kuzitumia sana, tulizipenda na ni movie ambayo ukiangalia vizuri ni nzuri sana. Kwa watu wanahitaji kujua hizo scope, mwisho siku wataziona kwenye Azam, wataziona na Star Times, watakuja kugundua hichi kitu tunachokizungumzia. Okay, sawa. Alafu umekuwa mtu wa kama ni anti-social, mtu ambaye haujihusishi sana kwenye mitandao ya kijamii. Ingawa upo active lakini si mtu huyo, yani kama hutumii kama mtandao wa kijamii kuwa ni kama mtaji kwako. Ingawa upo lakini si mtu ambaye umewekeza huko. Hii vipi nayo? Unajua mimi hizi sehemu kubwa hizi. Kwanza mimi sipendi kutumia ila basi natumia kwa sababu ili watu wao waseme kwamba mshikaji hajachoka. Umeona, lakini nakuwa nimechukua lakini kama emergency. Yaani kwa kweli nachukua simu nafungua kuangalia tu wenzangu wanafanya nini. Leo kitu gani kimefanyika duniani ili na mimi nijifunze kitu. Na hii si mimi nakuwa kwangu kama mwalimu. Unajua si mimi kama mwalimu. Kuna matukio mengine ambayo nataka mimi niyasome kupitia makampuni fulani. Unajua kuna makampuni makubwa ya kuandaa filamu, nataka kusoma kuhusu uandaji wa script, uandaji wa kuwa director, kuwa producer, kuwa nani. Nachukua simu, naingia Google naanza kusoma. Pia kuna wenzangu wako nchi za nje huko wananitumia vitu kwenye WhatsApp, nasoma zile zile, naelekeza kitu, wananitafsiria kwa lugha yao. Na mwisho siku hivi pia kuna wasanii wakubwa ambao nina project nao, sitaki kuzungumza sasa hivi, na chat nao mtandaoni na tunatumia script, wanabadilisha kwa lugha yao na so. Ndio mimi filamu zangu kiziangalia nyingi zinakuwa na lugha sana za kigeni. Yote ni kwa sababu ya mitandao ya kijamii, lakini mimi sifanyi mitandao ni kwa ajili ya kwamba eti leo ni post niko siku fulani nafanya nini, si nauza sura na show hizo, mimi wasifanyi. Na hizo sio mambo zangu. Yaani sipendi kabisa. Na ukiniona katika maisha yangu nikiwa hivi ndio maisha yangu halisi, niko hivyo. Yaani hivi nilivyo ndio niko hivi. Mimi sijipangagi na interview eti si tuende hotelini, si tu sasa hivi niko kwenye gari hapa tumekaa nyuma nini, matana rukaruka, tuna majuisi, tuna nini. Sasa maisha yale bro, kuna watu waishi yale maisha. Yasema tu this ni interview tu. Lakini maisha halisi haya ndio maisha yetu. Safi sana. Inabidi tuonyeshe maisha halisi ya nyumbani. Hapa ni nyumbani, tupige kufanya interview, sio hotelini. Kwa nini tuonyeshe nyumba za watu, kwa nini tuonyeshe hoteli za watu wakati maisha yetu halisi tunaishi haya? Mwisho wa siku kuna kitu tunahitaji kwa kutusupport kwa watu, wanashindwa kutusupport, wanahisi kabisa maisha tumefanikiwa. Kumbe maisha bado hajafanikiwa kwa sababu tunaonyesha vitu fake. Safi sana. Kwa hiyo mtazamaji wa Muyombo TV, huyu ni Brace Kinyambe na umepata nafasi ya kusikia mambo mengi sana kutoka kwake. Lakini kabla hatujamwacha hapa, Brace, kwanza neno moja kwa mashabiki zako na watu wote wanaokufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kule Facebook au Instagram. Mimi nitakwambia kikubwa kwanza,
Mashabiki wangu kwanza msinichoke. Nawapenda. Siwezi kuongea chochote. Mungu pekee ndiye anayejua. Wewe unapenda maana kumtegemea Mungu aliumba mbingu na dunia. Kwa sababu yeye ndiye anayejua hatima ya mtu na kama ya mtu anajua yeye mwenyewe basi. Lakini sio mwanadamu. Kikubwa zaidi endelea kusubscribe channel yetu Muyombo TV ambayo inapatikana hapa Mbeya. Itakuwa inarusha matangazo, habari zozote. Habari yote ukitaka ukweli na uwazi. Muyombo TV. Nenda kule Instagram andika Muyombo TV, subscribe pale. Pop. Una follow unajua una follow pale pap. Unaenda YouTube unaandika Muyombo TV pale, utaikuta pale, una subscribe afu usisahau kuminya kengele. Maana kila taarifa inapoingia utakuwa mtu wa kwanza kupata taarifa. Itakuwa njema zaidi. Asante sana mfuatiliaji wa Muyombo TV, na kama alivyosema ndugu yetu Bresi, basi tafadhali usisahau kubofya alama ya subscribe na turn on post notification ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu kila mara tunapokuwekea kupitia channel yetu ya YouTube Muyombo TV, pia Instagram Muyombo TV.